Karibuni wasikilizaji wa Radio Mbiu Sauti ya Faraja, katika kipindi hiki tunapotafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kufuata taarifa tunayoona kwenye Sande ya Torino. Ni kipindi kinacholetwa kwenu na Padre Stanislaus Mutaji, wa mkurugenzi wa shule ya Kwa Uso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayemuona katika Sande ya Torino, kuheshimu uso wake mtakatifu, huyu aliyekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, tuijenze huruma yake isiyojua mipaka. Leo ni siku ya 17 ya tafakari yetu. Tafakari yetu ya leo inahusu mahangaiko msalabani. Nitaanza kwa nukuu. Ninautazama uso ule, na kila mara ninapoutazama moyo wangu unaniambia ni yeye, ni Bwana. Mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Papa Paulo wa 6. Msalaba unateswa vibaya sana. Kifo kinakuja baada ya mahangaiko ya kutisha mno. Mtu wa sanda alihangaika sana. Kwa ruka yake mahangaiko hayawezi kuchorwa kwenye kitambaa moja kwa moja, lakini dalili za mahangaiko hayo zinaweza kugunduliwa kwa kutafsiri matokeo yake kwenye picha. Hizo ni pamoja na tofauti za uelekeo wa damu kutoka kwenye majeraha yale mikononi. Kwa kuzingatia tofauti za uelekeo wa damu mikononi, wasanii akiwemo Claudia Bellini wa Italia waliweza kutoa picha nzuri zinazoonyesha hali tofauti jinsi mtu wa sanda alivyokuwa pale msalabani. Sababu zinazomfanya mtafiti aseme kwamba mtu wa sanda alihangaika sana msalabani ni pamoja na hizi zifuatazo. Kwanza, hakuwekewa ganzi kabla ya mateso yake. Maumivu kutokana na majeraha bila shaka yalikuwa makali kabisa. Pili, alihangaishwa na ukosefu wa hewa kila alipolazimika kuning'inia moja kwa moja kwenye mikono. Tatu, ipo hiyo misumari iliyombania msalabani. Misumari hiyo ilikuwa inasugua mishipa ya fahamu, nerve, kila alipojigeuza iwe upande wa mikononi au miguuni. Uchunguzi wa uelekeo wa michirizi mbalimbali ya damu hasa mikononi inaonyesha kwamba wakati huu msalabani mtu huyu hakubaki ametulia. Wakati huu alijigemeza kwenye msumari wa miguuni, na wakati mwingine alininginiza uzito wake wa mwili kwenye misumari ya mikononi. Nyuzi za kijiometria zinathibitisha kwamba damu ilifuata njia tofauti kulingana na tofauti za jinsi mwili ulivyokuwa umekaa msalabani. Kila alipojinyosha kwa kuegemea kwenye msumari wa miguuni, maumivu ya miguu yalisikika hayavumiliki. Akilegeza mwili kidogo na kuachia mwili wake mzima ninginie kwenye misumari ya mikononi, hapo tena hali ilizidi kutesa vikali za kupindukia. Hivyo ilibidi msulubiwa achague kati ya hali hizi mbili, ambavyo hakuna njia moja iliyoruhusu maumivu pungufu kwa muda wowote mrefu. Hivyo kwa vile njia zote hazivumiliki, mhukumiwa anapaswa kucheza kati ya uchaguzi wa hali ya kwanza na hali ya pili. Hayo yote yanashuhudiwa vizuri kwenye sanda. Na sasa kidogo tuende nje ya lugha ya utafiti. Kwa kuyatambua mahangaiko yanayothibitishwa na sanda, yeyote anayemuona Yesu ndani ya picha hii atakumbuka maneno yaliyoandikwa katika Injili ya Mtakatifu Mathayo kuhusu mahangaiko aliyopata msalabani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Maana yake, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maneno tunayokuta katika Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 46. Injili inaendelea kubainisha kwamba baadhi ya watazamaji waliokuwa wamehudhuria walijaribu kumzuia mtu mmoja
aliyetaka kumpatia Yesu siki kidogo kwenye mwanzo wakisema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa. Tunaikuta katika Injili hiyo ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 49. Hivyo hata wao waliweza kushuhudia jinsi alivyokuwa akihangaika. Hii kwa uhakika ni saa ya uchungu, ni saa ya mateso, ni saa ya mahangaiko makubwa. Washtaki waliodai damu yake walifurahia kuongeka kwake. Maneno tuliyonukuu yanaashiria kwamba alijitokeza angalau mtu mmoja miongoni mwa wale waliosimama karibu ya msalaba, aliyeshikwa na huruma ya kibinadamu, akataka kutenda tendo la kumpunguzia mateso. Lakini wenzake wakamzomea, walitaka kumzuia kama wanavyofanyiwa wengi wanaojaribu kuwatendea ndugu zao wanaonyanyaswa na kuonewa. Mara nyingi huruma yao inawatia matatani. Mahangaiko ya mhanga huyu, mahangaiko inayoweza kumfanya rafiki yeyote aliye karibu kuzirai. Na hapo tunaweza kujiuliza, je, mama mtu anaweza kustahimili kuyaona hayo yote yanayotokea kwa mtoto wake? Hiki ni kikomo cha mateso na kilele cha uchungu. Yesu aliyapata mateso kama haya yote kwa hiari, ili yote yatimie. Na mama yake alikuwepo. Hapa tunakutana na tukio la uchungu na uwezo kupasua moyo wa mtu yeyote mwenye mwili wa kawaida. Inasimuliwa kwamba siku moja mwanafalsafa mmoja aliyeitwa Friedrich Nietzsche, mkana Mungu, mtu mwenye itikadi kali kabisa ya upinzani wa mambo yote ya imani, aliulizwa na mama yake. Mama alisema, mwanangu, nimesikia mitaani kwamba umeandika na kusambaza fikra za kipuuzi za kuchochea na kueneza itikadi ya ukana Mungu. Mbona mimi umenificha hayo yote? Ni swali la mama wa Friedrich Nietzsche. Nietzsche alimjibu mama yake akisema, mama, sikutaka kuonyesha kitabu hicho, maana nilijua kwamba mambo hayo yangekuumiza sana. Walengwa wa fikra hizi ni wengine, sio wewe mama yangu. Maana yake nini? Hata mkana Mungu anajua kwamba uchungu wa mama ni mkali sana. Mama yake Yesu alipokea uchungu wa kumuona mwanawe msalabani katika saa yake ile mbaya, bila hatia yoyote. Mbele ya ukweli huo unaojitokeza katika kuiangalia picha ya sanda ya Torino, nani atauliza swali lolote? Na ni nani atakayetolea jibu bora zaidi ya kukaa kimya? Ni uchungu usiopimika. Basi ndugu wasikilizaji, hiyo ni tafakari yetu juu ya mateso yaliyompata huyu mtu wa sanda, huyu ambaye tumeamua kumwenzi na kufikiria juu ya mateso yake. Leo siku ya 17 ya tafakari yetu. Kesho siku ya 18 ya tafakari yetu tutazungumza juu ya fimbo na miiba sana za kutesea. Basi asanteni sana wasikilizaji, na Mungu awabariki.